na viongozi wote wanaotuongoza katika nchi hii ambao tunawachagua kidemokrasia. Nchi hii tumelelewa na watangulizi wa taifa hili katika mazingira ambayo hatujui fujo, hatujui kelele, hatujui kupigana, hatujui kumwaga damu. Lakini mambo yanayoendelea katika nchi hii ni mambo ambayo hata vizazi vyetu, watoto wadogo, wanashangaa kuyaona kwa sababu sio utamaduni wa taifa hili. Na bahati mbaya sana, katika ulimwengu tunaoishi ni ulimwengu wa utandawazi. Kila kitu kinachotendeka kinafahamika na kinajulikana. Zamani tulisubiri kuona kwenye TV, lakini siku hizi watu wanaweza kuona matukio katika mitandao ya kijamii kwa haraka sana. Kwa hiyo hawa Tanzania hawa, ikiwemo na mimi, kwa sababu tuna akili timamu, tuna uwezo wa kupambanua kwamba nani anasema kweli, nani anadanganya, nani anavuruga amani, nani anatetea haki. Kila mmoja ana uwezo wa kuamua kutokana na yale tunayoyaona na kuyasikia. Sasa naomba nitumie ibada hii ninaposimika mashemasi wangu wa kanisa la CCT kuhusia viongozi wote wa nchi hii wa kiserikali na kisiasa pia, na mimi nikiwahusia pia viongozi wenzangu wa dini. Ninaomba Mungu atupe hekima na busara, tusivuruge nchi hii. Maana shida huwa inatokea, kuna watu wengi wamesisitiza tofauti ya vitu viwili. Lakini mimi kwa ufahamu wangu ninajua hakuna amani isiyoandamana na haki, na hakuna haki isiyoandamana na amani. Kama tunataka kukazia vitu hivi na tuone kwamba nchi yetu inakaa katika amani, sisi wapenda amani, bahati nzuri mimi mwenyekiti wa mwenzo wa kamati ya amani ya viongozi wa dini katika nchi hili, tunaopenda amani, tutangaze amani tukizingatia haki. Lakini pia wanaotetea haki, waitetee haki wakizingatia amani. Tukiishi katika njia hii, tutapita vizuri katika uchaguzi wa mwaka huu, maana taifa letu liko kwenye mtihani. Na tuko kwenye mtihani mkubwa sana. Je, tutavuka salama katika uchaguzi huu? Ni maombi yangu kama mmoja wa viongozi wa dini ya kwamba Mungu atupe neema tuvuke salama, maana baada ya uchaguzi kuna maisha. Mungu awabariki sana na Mungu